Tuko katika awamu ya pili katika fundisho hili ambalo kichwa chake spiritual survey or spiritual mapping. So tuko katika eneo la pili, how altars and foundation acquire legal right to operate. Jinsi gani haya madhabahu maovu yanapata kibali. Madhabahu yanapata kibali. Yasipopewa kibali hayawezi yakafanya kazi juu yako. Lakini madhabahu hupata kibali. Yanapata kibali na ndio yanakuwa na uwezo kufanya kazi juu ya maisha yako. Pasipo hicho kibali, wewe uko huru. Amen. Wewe uko huru na hayo mamlaka, madhabahu hayana mamlaka juu yako. Amen. So tuko point ya ngapi? Tuko point ya 6. Nani ananikumbusha point ya kwanza? How altars and foundation acquire legal right to operate. Nani ananikumbusha? Number 1. Ya kwanza, when they are appeased by sacrifices. Wakati madhabahu yanafurahishwa, wakati madhabahu yanatambuliwa kwa njia ya dhabihu. Amen. Amen. Madhabahu ya mchawi, madhabahu ya mganga, ili akaweza kufanya kazi. Ndio maana Wamuleki walikuwa wanatoa watoto wao. Hakuna sadaka ya juu ambayo mwanadamu anaweza kutoa isipokuwa damu ya mwanadamu. Amen. Na nilisema tulipokuwa tunajifundisha kuhusu altars, nilisema hii itakuja mbele nisije nikajitangulia. Kwa kuwa dhabihu ambayo mwanadamu anaweza kuitoa yenye nguvu kuliko dhabihu zote ni dhabihu ya mwanadamu. Damu ya mwanadamu. Damu ya mwanadamu ina nguvu kuliko damu ya mbuzi, ina nguvu kuliko damu ya ng'ombe, damu ya mwanadamu. So ili Mungu anyamasishe